Kila mtu hutaka kufanikiwa katika maisha, lakini kuna yale mambo ambayo mtu hufaa kuyafanya au kutoyafanya ndiyo aweze kufanikiwa. Mambo 7 ambayo unafaa kuacha kuyafanya kabisa ndiyo uweze kufanikiwa katika maisha yako. Jambo la kwanza ambalo unafaa kuliacha kabisa ni kugojea wakati unaofaa, kwani hakuna wakati unaofaa. Hiyo ni dhana tu ambayo kidogo huwashika watu na huwapotezea muda. Wanafanya ile kitu inaitwa procrastination. Hasa waumini wana hii shinda tena sana, kwani humsubiri Mungu aje afanye mambo ambayo tayari amewapa uwezo wa kuyatekeleza. Na hivyo ni vizuri pia kujua wapi hiyo laini, the thin line between waiting upon God and procrastination. Sababu ni kweli ni nyembamba sana, huwezi iona, hakuna hata mwenye anajua kwenye iko. Ni vizuri kumsubiri Mungu, lakini vile vile ni vizuri kuwa mwenye hekima, sababu kama kuna kitu Mungu anachukia ni mtu mpumbavu. Na hivyo hata katika kumsubiri Mungu, Mungu anataka bado usiwe mpumbavu, kuwa mwenye hekima hata katika swala nzima la kusubiri Mungu. Hivyo kumaanisha msubiri Mungu huku ukitumia ubongo wako pia. Ama kuwa mwenye hekima ni nini? Si ni kutumia akili yako vizuri. Jambo la pili ambalo unafaa kuliacha ni kuacha kujaribu kumpendeza kila mtu. Na nikukumbushe hii hadithi, kwani najua unaifahamu, ya mzee aliyekuwa amesoma skuli yenye inasema mfurahishe kila mtu. Halafu akasoma maandiko yaliyoandikwa na Paulo ya kwamba ikiwezekana ishi kwa amani na kila mtu. Lakini kidogo hakusoma vizuri, kwani hakuelewa neno moja ambalo lilikuwa linasema ikiwezekana. Hivyo yeye alisoma ishi kwa amani na kila mtu, na siku moja akafikiria apeleke ule ujumbe ama ile habari njema katika kijiji kimoja ambacho kilikuwa mbali kidogo. Na hivyo akachukua kijana wake na punda wake na wakaanza safari. Alipochoka kidogo, ndiye huyo akaamua kupanda punda na kijana wake akatembea kwa miguu. Akakutana na kundi la kwanza, likasema, hebu muone mzee kujipenda. Yaani mtoto, kijana mdogo anatembea, mzee akiwa amekalia punda. Na ni pale mzee akasema, injili ninayoipeleka ni ishi kwa amani na kila mtu, furahisha kila mtu. Hivyo basi hao watu hawajafurahia, hebu nishuke, kijana apande mwenyewe. Na kijana alipopanda, walipoenda kidogo, wakakutana na kundi la pili, nalo likasema, hebu muone kijana mzembe, hawezi tembea baba yake akalie punda, yeye ndiye anabebwa na ndiye mdogo. Kwa nini? Vijana wa siku hizi na wao. Mzee aliposikia yale maneno akasema, hao watu hawajafurahia, shuka tutembee miguu. Na walipokuwa wanatembea miguu, wakakutana na kundi lingine, nalo likasema, waone wajinga hawa, mnawezaje tembea miguu hiyo safari yote na punda basi mko na hewa nini? Na kweli mzee akaona, by the way, punda tulimbeba wa nini? Si ni wa kuturahisishia hii safari. Wakaamua kupanda wote juu ya punda, na walipoenda hatua kadhaa wakakutana na wengine, wakasema, sisi ni wanaharakati wa wanyama na hatutoruhusu kujiangalilia tu bila kusema chochote. Mbona mnataka kuumiza punda? Huyo punda ameenda mwendo mrefu sana na amechoka, alafu na nyinyi mnamkalia. Mzee kwa kutaka kufurahisha kila mtu akashuka na kijana akashuka, wakaanza kutembea. Na nduru ziliarifu kwamba walipoenda hapo mbele kidogo pia waliambiwa, mnyama hafai kuchoka namna hiyo. Na ndipo mzee akaamua basi hamna lingine ila kumbeba yule punda.
Na walipokuwa wamembeba yule punda wakiwa na kijana wake, wakakutana na kundi lingine la 4. Nalo lile kundi hata halingeweza kuongea, kwani lilikuwa linaanguka kwa kicheko kuona watu ambao wamembeba punda. Na ndio wakawauliza, iweje mumembeba punda badala ya wabebe? Na ni pale mzee akatulia akasema, kumbe ni ngumu hivi kufurahisha kila mtu. Na hivyo ndivyo maisha yalivyo. Huwezi mfurahisha kila mtu. Watu watalalamika, watasema umeoleka ukiwa mchanga sana. Ukienda kidogo uchelewe ufikishe 30, watu wataanza kukumaka, wataanza kukufariji, wataanza kulia hii menopause na kuja na kadhalika. Na hao watu ni wale wale tu waliokuambia usikubali kuoleka mapema. Na hivyo basi, kuona huwezi furahisha kila mtu, ni vema kufanya chenye unahisi ndicho kinafaa. Jambo la 3, ukitaka kufanikiwa katika maisha, lazima uache kabisa kujilinganisha na watu, kwani kujilinganisha na wengine is the thief of joy and the mother of insecurity. Kila mtu ako na laini yake, na hatujabarikiwa wala hatujaitwa the same. Kila mtu ni tofauti. Ukimwona yule na gari leo, hujui kaitoa wapi, hujui kazi au kujituma kwenye amejituma ndio apate ile gari, hujui ukora wenye ameutumia ndio aipate hiyo mali. Hivyo wacha kunyima roho yako furaha kwa kitu ambacho labda hata mwenye ako nacho hakifurahii. Kama lazima ujilinganishe na mtu, jilinganishe na wewe mwenyewe. Jana yako ilinganishe na leo. Nilikuwa vipi jana na leo nikoje? Hilo litakuwezesha hata kujitathmini na kukua. Lakini ukijilinganisha na yeyote yule, hilo badala ya kukua litakupeleka chini, au likufanye uanze kufanya mambo ambayo kidogo itakuweka hata kwa shinda zaidi. Na jambo la 4 ambalo unafaa uliache kabisa iwapo unataka kufaulu katika maisha ni kutumia hela nyingi kuliko mapato yako. Hakikisha umetenga kiwango fulani ambacho utakuwa ukisave kila unapopokea pesa zako, kwani financial discipline is the secret foundation to success. Na hivyo hata haijalishi sana na ile pesa ambayo unapata, kwani kuna wengi wanayo mapato makubwa lakini bado wanahangaika kwa madeni, kwa maisha ambayo wameishi maisha kubwa ya kifahari ambayo hata hawayamudu. Lakini iwapo kidogo chenye unapata utaweza kukata sehemu kila mwezi au kila baada ya muda ambao unalipwa au unapata hela zako, na sana sana huanga ni nzuri iwapo utaamua ni asilimia fulani, kama ni asilimia 10, kama ni asilimia 20, utakuwa ukiziweka kando hivi kwamba hazitatumiwa na mahitaji mengine yoyote ila mambo ya kujiendeleza na kujikuza mwenyewe. Na baada ya hapo, wacha kabisa mambo ya kununua vitu ambavyo huvihitaji, kwani utashangaa zile vitu huwa tunaenda tukinunua vitu ambavyo hatukuzihitaji kabisa. Na ukimaliza vile, ni vema kuinvest, kuwekeza tena kwa hekima. Usiwe tu unapoteza pesa zako. Ya 5, wacha kupeana vikwazo. Wacha kusema huwezi fanya jambo fulani sababu ya kikwazo fulani ambayo umejiwekea, kwani uwapo na vikwazo waga umefunga akili yako kufikiria ni nini naweza fanya nijitoe kwa hii hali. Vikwazo ni ugonjwa kulingana na my mentor ambao unaitwa excusitis, ambao ni ugonjwa wa wanaofeli. Iwapo wewe ni mtu wa kupeana vikwazo, basi inamaanisha una ule ugonjwa
Ugonjwa wa kina nani? Wa watu gani hao? Aha. Iwapo unataka kufaulu katika maisha, ukubali kutibiwa na ukubali kuwa huru kutokana na huu ugonjwa wa epistaxis. Na ya 6 ni wacha kujihusisha na watu ambao wanaona mambo kwa mtazamo hasi, watu ambao hawana maono. Lazima uwakate kabisa wale watu katika maisha yako iwapo unataka kufaulu, kwani nyuni wa mabawa hufanya nini? Hupaa pamoja. Na iwapo utaanza kupaa na nyuni ambao ni wakufeli, huna budi kufanya nini? Vile vile upaapo na wenye wanafaulu, huna budi kufaulu. Na ya 7, wacha kuongea sana, anza kufanya matendo sana. Wakati unaongea sana huwa unatekeleza au unatimiza kidogo sana, lakini wakati umenyamaza, wakati umetulia, wakati unafanya kazi yako bila kutangaza sana, unakuta ya kwamba unaweza fanya mengi, unaweza timiza makubwa, na vile vile utakuwa umejiepusha na wivu, na watu wenye kukuvuta nyuma, na watu wenye talanta ya kuvunja wengine moyo, kwani ni wengi. Hivyo basi ni vema kupunguza maneno, uweke matendo. Matendo yakiongea yanaongea kwa sauti kubwa, ni kama picha ambapo moja tu huwa ni maneno 1000. Na si tuongee na picha, basi itaturahisishia kazi na itatusaidia kutimiza mengi kwa muda mchache, na tena kwa njia kubwa mara moja. Kabla hata mimi niongee mingi, hebu tukubaliane ya kwamba tutayafuata yale mambo 7 ambayo ukikubali kuachana nayo, bila shaka huna budi kuungana na asilimia kidogo ya watu ambao wamejua hiyo siri, wameifanya na wamefaulu. Kila la heri.